Ujumbe wa leo, watumishi wa Bwana, ni kwamba tazama sasa kile kinachopendwa na watu wengi. Kinachopendwa na watu wengi sicho salama kwa ajili ya nafsi zao. Sicho salama kwa ajili ya nafsi zao, bali huona ni salama kwa ajili ya miili yao. Hujiheshimu, hutafuta kwa ajili ya miili yao, lakini huwa katika giza. Kile kinachopendwa na watu wengi ni kile kilicho gizani, lakini kile ambacho hakipendwi ni kile kilicho nuruni. Watu wengi sasa hawapendi kabisa kusikia habari ya wokovu wa nafsi zao. Habari ya wokovu wa nafsi zao, injili ya Yesu Kristo. Kwa nini hawapendi kusikiliza habari ya wokovu juu ya nafsi zao? Sababu ni nini? Tatizo sio watu. Tatizo ni ile giza iliyo ndani yao. Mungu anawapenda watu wote, na sisi tunatakiwa kupendana. Kwa sababu shida si sisi, shida ni kile kilicho ndani yetu. Yaani shida ni kile alicho ndani yake mtu. Ndio maana tunatakiwa kupendana. Yeye aliye gizani anatakiwa kuombewa, kwa sababu ile giza ndio inayomtawala. Ile giza ndio inayomfanya aende katika matendo maovu. Cha ajabu wamelizika na hali ya giza walionayo. Hawataki kuisikiliza nuru ili watoke katika giza. Kama maandiko matakatifu yanavyosema katika kitabu cha Yohana 3:19, tusome. Yohana 3. Yohana 3:19. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema hivi. Na hiyo ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Hebu tusikilizane. Maandiko matakatifu yako wazi, yanaongea hili jambo, kwamba wale walio gizani hawataki kuja katika nuru ili matendo yao yaonekane wazi, si ya haki. Unaona? Bali wao walio katika nuru. Unaona? Anasema bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Aliye katika kweli, aliye katika nuru, huja kwenye nuru, huja kwenye ule utakatifu, ili matendo yake yaonekane kweli yametendwa katika Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, hata ukiweka mtandaoni maandiko matakatifu yanaookoa nafsi ya mtu, neno la Kristo, watu wanapita tu kama waoni. Hivi wewe unachukiaje kitu kinachoweza kuokoa nafsi yako? Unakichukiaje? Sababu ni nini? Sababu iko hapa kwenye Wakorinto wa pili. Sababu hii hapa, Wakorinto wa pili 11 mstari wa mstari wa 13. Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa 13. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Maana watu kama hao wasio na nuru. Tusome. Maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika mwenye nuru. Samahani.
Hili ni andiko sawa, linahusu watumishi wa Mungu ambao hujigeuza wawe na mfano wa malaika wenye nuru, kwa maana shetani anatumia ujanja katika anatumia ujuzi katika kupofusha fikra za watu. Watumishi wake wanatumia ujuzi wa maarifa ya kimwili ili kupofusha fikra za watu. Watu hawazungumzii juu ya habari ya Kristo kukaa ndani ya watu, bali wanazungumzia juu ya habari za mambo ya mafanikio katika mwili, mambo ya kukuza mwili katika hali ya kujitukuza, na wanatumia ujanja wa neno la Mungu. Lakini wanatumia ujanja wa neno la Mungu kwa maana gani? Neno la Mungu hili linaeleweka kwa watu ambao wamebatizwa, wamezaliwa mara ya pili, ni wenye kuongozwa na Roho wa Kristo. Lakini yeyote ambaye atasoma katika kitabu hiki bila maongozo ya Roho Mtakatifu ndani yake, uelewa wake utakuwa ni wa tabia ya asili, tabia ya kimwili. Atasoma kama anavyosomeka maandiko, sio kwamba hatasoma, lakini atakapoelewa, ataelewa katika hali ya mwili, na atakapoenda kumlisha mtu ambaye yuko gizani, mwenye tabia ya asili ya mwili, anaye atapokea kile kitu kwa sababu yeye mwenyewe yuko gizani. Kwa hiyo yeye aliye gizani anamlisha aliye gizani, wote wanatumbukia gizani. Unaona? Kwa maana hii kwamba kitu ambacho nilikuwa nakizungumzia ni nini? Kitu nilichokuwa nakizungumzia, chanzo cha wanadamu kuikataa Injili, wanadamu kukataa habari ya wokovu wa nafsi zao ni nini? Tukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari kuanzia wa 3, anayefanya kazi hiyo ni nani? Ni yule mungu wa dunia hii, shetani muovu, ndio anayefanya kazi ya kupofusha fikra za wanadamu wasikubali Injili, kwa sababu yeye anafanya kitu ambacho kinaitwa anaigiza giza ndani yao, kiasi kwamba wakikutana na habari njema wanaichukia ile habari njema, kwa sababu ya mapepo yaliyo ndani yao yanawasukuma, unaona, kukaa mbali na nuru, kwa sababu giza na nuru ni vitu viwili ambavyo haviwezi kuchangamana pamoja. Unaona, giza haliwezi kuwepo mahali penye nuru. Unaona, nuru huisukuma giza mbali. Unaona, kwa hiyo ukisoma katika kitabu cha Wakorinto sura ya Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa watatu, tusome hapa. Maandiko matakatifu yanasemaje? Maandiko matakatifu yanasema kwamba, lakini ikiwa injili yetu imestilika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Unaona? Kwa hiyo mungu wa dunia hii anapofusha fikra za wanadamu ili kusudi isiwazukie injili ya Kristo, aliye sura yake Mungu. Kwa ile injili, shetani anafanya kazi ya ya kuwafanya watu wasiamini injili ya Yesu kwa ajili ya kuokoa nafsi zao. Unaona, kwa sababu injili inaokoa nafsi. Shetani ana shida na nafsi za mwanadamu, ana shida ya nafsi ya mwanadamu, na Mungu anataka nafsi ya mwanadamu. Kwa hiyo ni nguvu mbili ambazo zinashindana. Unaona, kwa shetani anapofanya juhudi ya kumweka mwanadamu katika giza, anataka awe wa kwake, na Mungu anapofanya juhudi ya kumweka mwanadamu katika nuru, anataka huyu mwanadamu asipotee, huyu mwanadamu asije akateketea mwisho, asije akafa katika roho. Unaona, kwa ndugu katika Bwana, ni ujumbe ambao leo nilikuwa nataka niwasilishe, kwamba unaposikia habari njema, unaona, na unaipita kama uione, ujue kabisa kwamba hicho kilicho ndani yako wewe sicho kile kinachotakiwa. Unaona, kwa sababu wana wa Mungu hupenda kusikiliza habari njema za Mungu ambazo zinajenga, zinaokoa nafsi zao. Unaona, kwa hiyo ndugu zangu katika Bwana, habari ya kudiskasi sijui nani alifanya nini, sijui Biblia imefanya nini, ikafanya nini. Ukiwa na maongozo ya Roho Mtakatifu, hii Biblia hii
utaielewa vizuri, utaielewa vizuri. Unaona, ni kwa sababu watu hawana maongozo ya Roho Mtakatifu. Ndio maana wanasema Biblia mara inajipinga yenyewe, Biblia sijui inafanya nini, ukisoma sana Biblia utachanganyikiwa. Ni kwa sababu ya uelewa wa mambo ya mwilini, ni kwa sababu ya uelewa wa mambo ya mwilini, ndio maana mnasema maneno hayo. Unaona, kwa ndugu zangu, tunatakiwa tutoke katika chuki. Chuki ni giza. Chuki inaleta giza. Chuki ndio chanzo cha kila jambo baya. Chuki ndio giza, na giza inaleta dhambi, na dhambi inaleta mauti. Kwa unapokuwa katika chuki, unapoishi katika hali ya chuki, ina maana wewe moja kwa moja unatumika katika ufalme wa giza. Unaona, kwa mfano mimi hapa, mimi sio shabiki wa timu yoyote ile. Unaona, mimi sio shabiki wa timu yoyote ile. Japo unaweza kusema jamaa amevaa t-shirt ya Tanzania Prison. Unaona, nimeivaa tu. Unaona, nimeivaa tu. Lakini mimi sio shabiki wa Tanzania Prison wala nini. Kwa ndugu watumishi katika Bwana, ninachokiomba ni kwamba sisi tunatakiwa tujitambue. Sisi ni akina nani? Sisi ni nafsi. Na kama sisi ni nafsi, tunatakiwa tuishi katika nini? Katika upendo. Upendo ni umoja katika jambo fulani. Upendo unaleta umoja katika jambo fulani. Upendo unaleta kusudi moja. Upendo unaleta nia moja. Upendo unaleta kitu kimoja. Tuishi katika umoja. Lakini chuki inaleta utengano. Chuki ni ushetani ndani yake. Chuki ina ushetani ndani yake. Unaona? Kwa ndugu, tukiishi katika habari ya kufanya mambo yasiyo haki, mambo yasiyoleta wokovu, tukichukia Injili, ina maana ni ushetani ndani ya mtu. Unaona? Tukichukia Injili ni ushetani. Usipoipenda Injili, utapenda nini? Wewe unayenisikiliza, hivi unafikiri uko hapo kwa ajili ya nguvu zako? Ni Mungu ndo amekuweka hapo. Je, Mungu amekuweka kwa kusudi gani? Utende mapenzi yake. Mapenzi yake yanapatikana kwa njia gani? Kwa kumwamini huyu Yesu Kristo. Kwa kumwamini huyu Yesu Kristo ndio pendo la Mungu ndani yako. Pendo la Mungu likikaa ndani ya mtu, huyu mtu chuki haiwezi kumtawala. Huyu mtu ataendesha mambo yake katika haki. Shetani anatumia ujanja mwingi. Si unaona? Anatumia ujanja mwingi ili kuingiza chuki ndani ya mtu. Unaona, analeta mambo ya spoti, mambo ya mpira. Unaona? Mpira una makundi mawili. Kitu kikiwa na makundi mawili, ina maana hapo katikati kuna nini? Lazima kuna chuki itaingizwa hapo ndani. Unaona? Analeta mambo ya boxa, zinaitwa ngumi zile. Unaona, mambo ya ngumi. Unaona, analeta michezo mbalimbali ambayo ina categorize sehemu mbili, kwamba kuwe na mashabiki wa huku na wa huku. Unaona, ili hawa watu wasiweze kufanya nini? Kuwa wamoja katika jambo fulani, ili kusudi aweze kutawala, aingize giza ndani yake. Ndio maana hata leo watu wengi wamebezi katika masuala ya mipira, kuzungumzia mipira usiku na mchana, kwa sababu ya ile giza iliyo ndani yao. Ukiwapelekea Injili wanaikataa, wengine wanaikubali kwa midomo yao, lakini mioyo yao inakuwa mbali na ile kitu. Unaona? Si unaona hata sasa hivi mtu anasema namshukuru Mungu, lakini anamshukuru Mungu wapi? Mdomoni, ili watu waone kwamba jamaa anamshukuru Mungu, lakini moyo wake uko mbali na Mungu. Yaani anamtaja Mungu, lakini matendo yake yanadhihirisha ushetani ndani yake. Ndugu katika Bwana, huu ni ujumbe ambao ni wa msingi sana. Kama ukiusikiliza na kama uamini katika habari ya kuleta matokeo chanya. Lakini ukiudhalau, ndio kama nilivyosema,
Giza haipendi nuru. Giza haipendi nuru. Giza inatengana na nuru. Mwili ni adui wa haki. Mwili hushindana na roho. Mungu anatuvuta katika roho wake. Nafsi, Mungu anatuvuta katika roho wake. Sisi ni akina nani? Sisi ni nafsi. Unaona? Kwa nafsi, Mungu anatuvuta katika sisi nafsi, Mungu anatuvuta katika roho wake. Unaona? Lakini shetani anavuta watu, nafsi za watu katika hali ya mwili. Kwa sababu mwili ni kitu cha kubatilika, ni kitu cha kufa. Na shetani tayari ameshahukumiwa. Unaona? Yuko katika giza. Kwa anakuvuta katika ubatili ili upotee katika ubatili. Kwa tunamalizia kwa fungu linalotoka katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 6. Warumi 8 mstari wa 6. Warumi 8 mstari wa 6 nasema hivi: kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Nia ya mwili ni mauti. Sikiliza kwa makini. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Unaona? Lakini mtu awaye yoyote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo sio wake. Roho. Unaona? Yaani unaweza ukaamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaona? Na ukawa na tumaini la wokovu. Lakini je, ndani yako kuna Roho wa Kristo? Ndani yako kuna Roho wa Kristo? Kwa sababu Roho wa Kristo anatakiwa ashuhudie ndani yako, ashuhudie Roho aliye ndani yako kwamba wewe ni wa Kristo. Unaona? Na utajuaje kama una Roho wa Kristo? Utaona, utaisikia sauti ndani yako. Na hata kama utakapokuwa unasoma hata hii Biblia, utakuwa unaelewa maandiko. Unaona kabisa yanaeleweka, yako vizuri. Unaona? Kwa tunamtegemea Roho wa Kristo katika kutuelewesha juu ya habari njema ya neno la Mungu. Alisema Yesu Kristo, anasema huyo Roho msaidizi wangu atashuhudia, atatwaa kutoka atatwaa yaliyo yangu. Unaona? Na kuwapasheni habari zake. Unaona? Na kuwapasheni habari. Unaona? Sasa ndugu zangu katika Bwana, ninapenda kuishia hapo, ila tutazidi kuonyana na kukumbushana na kufundishana juu ya habari njema ya neno la Mungu, neno la Kristo. Basi neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nanyi hata milele na milele. Amen.